Serikali ya kijeshi nchini Mali imetangaza kusitisha shughuli za vyama vyote vya kisiasa na mashirika ya kiraia katika hilo la Afrika Magharibi linalokumbwa na mzozo. Hayo yamebainishwa na waziri anayehusika na mageuzi ya serikali Maman Nasser, ambapo ametangaza uamuzi huo kupitia taarifa iliyotolewa kwenye televisheni ya taifa wakati wa mkutano usio wa kawaida wa baraza la mawaziri. Wiki za hivi karibuni kumekuwepo na jaribio la mara kwa mara la kupinga kusitishwa kwa shughuli za vyama vya siasa nchini humo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeukosoa uamuzi huo likisema ni pigo jingine kwa demokrasia nchini Mali. Utakumbuka mnamo mwezi Aprili mawaziri walipendekeza muda wa kiongozi wa kijeshi Assimi Goita uongozwe hadi mwaka 2030. Goita ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka 2020 na mwaka 2021 ameahidi kuandaa uchaguzi, japo mipango hiyo imeahirishwa kwa sababu za kiufundi bila ya kutolewa muda maalumu wa kufanyika kwa uchaguzi huo. Kulingana na tangazo hilo la Maman, watu wanaohudumu katika taasisi za kisiasa na kiutawala za serikali kwa sababu ya kuteuliwa kisiasa wanaweza kuendelea na majukumu yao, lakini bila kudai kuwa ni sehemu ya chama chao. Serikali ya mpito inabainisha kuwa hatua hii inafuatia kufutwa kwa mkataba wa vyama vya siasa. Tuko katika mchakato wa mageuzi, ameeleza Maman Nasser, akibainisha kuwa mchakato huo utaendelea. Itabidi sheria mpya itungwe hasa kwa ajili ya usimamizi wa maisha ya kisiasa ya Mali. Miongoni mwa malengo yaliyowasilishwa tayari ni pamoja na kupunguza idadi ya vyama vya siasa vilivyoidhinishwa, kuimarisha sheria za kuunda vyama vipya, kuzuia au hata kupiga marufuku ufadhili wao wa umma. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziko.